Hivi umewahi kupita mtaani ukahisi macho ya mtu yanakuchoma mgongoni, lakini ukigeuka ghafla unamkuta yuko bize na simu yake? Au umewahi kujiuliza kwa nini yule jirani ambaye hamuongeagi sana huwa anajua kila saa unayotoka na kurudi nyumbani, kana kwamba ana ratiba yako kichwani? Binadamu ni viumbe wa ajabu sana. Tunaweza kuficha maneno, tunaweza kusema mambo vipi kwa baridi ili tusijistukie. Lakini kuna kitu kimoja ambacho akili yetu haiwezi kukidhibiti: lugha ya mwili. Leo hatuendi darasani, tunaingia mtaani kwetu, kwenye vijiwe vya kahawa, sokoni, njiani unaporudi nyumbani, na hata kwenye daladala. Nitakupa ishara 5 nzito za kisaikolojia ambazo zitakusaidia kumtambua mtu anayekupenda kwa siri hapa hapa mtaani kwetu. Na nakuahidi, ishara ya 5 ndiyo bomu la leo. Ukimnasa mtu na ishara hiyo, basi huna haja ya kusubiri barua wala meseji ya WhatsApp. Akili yake imeshasalimu amri kwako. Lakini kabla hatujafika hapo, kuna kitu cha ajabu kinatokea kwenye miguu ya mtu anayekuvizia. Mbinu ambayo hata majasusi wanaitumia. Usibanduke. Hakikisha una subscribe na kulike video hii tafadhali. Dira ya viatu. The feet don't lie. Wataalamu wa saikolojia ya jinai na mahusiano wanasema miguu ndiyo sehemu ya mwili iliyo mbali zaidi na ubongo. Hivyo ni ngumu sana kwa mtu kuidhibiti anapokuwa na hisia kali. Fikiria mpo kwenye kundi la watu mtaani, labda mnasubiri usafiri au mpo kwenye mkutano wa mtaa. Hata kama mtu huyo anaongea na upande mwingine na kukuonyesha mgongo, angalia ncha za viatu vyake. Kisaikolojia, ncha za miguu huelekea kule ambako moyo unataka kwenda. Kama miguu yake imeelekea upande wako wakati wote, hiyo ni dira ya kibiolojia inayosema wewe ndiye kitovu cha ulimwengu wake kwa sasa. Akili yake imejiset kuelekea kwako ili iwe tayari kukufuata au kukuitikia. Ukiona kila mkikutana, miguu yake inageuka kukuangalia wewe kabla hata ya uso wake, hapo ujue picha limeanza. Kidokezo cha siri. Je, unajua kuna namna mtu anaweza kukuangalia na ukajua kama anakuwazia future au anataka urafiki tu? Nitakupa siri hiyo ya macho baada ya dakika chache. Ishara ya pili. The hero nurturer reflex. Mlinzi wa ghafla. Hii utaiona sana mkiwa kwenye mazingira yenye vurugu au changamoto ndogo za mtaani. Labda mpo sokoni, kuna kelele au msongamano wa watu. Mtu anayekupenda kwa siri, hata kama hajawahi kukwambia, mwili wake utachukua nafasi ya ulinzi, protective instinct, bila yeye kupewa maelekezo. Ukiona gari linapita kwa kasi na yeye anasogea upande wa nje ili wewe ukae upande wa usalama, au ananyoosha mkono kukulinda usiguswe na wapita njia, hiyo siyo heshima tu ya kawaida. Huo ni ule unaitwa biological shield. Ubongo wake unakuona wewe kama kitu cha thamani kinachohitaji ulinzi wake. Swali kwako. Je, kuna mtu mtaani kwako anayefanya hivi? Kama jibu ni ndio, basi mambo ni moto. Kama unahisi video hii na kufungua macho, fanya jambo moja la kijanja. Bofya hiyo subscribe button hapo chini sasa hivi. Kwa sababu hapa tunajifunza ujanja wa kisaikolojia wa maisha ya kila siku ambao huzipati darasani. Ishara ya 3. Mirroring. Hii ni mbinu ya siri sana inayofanywa na mirror neurons ndani ya ubongo. Inaitwa mirroring. Fikiria mpo kijiweni mnakunywa soda au mmesimama mnapiga story. Ukishika glasi yako na kunywa, baada ya sekunde chache naye anashika yake. Ukikaa ukaweka mikono mfukoni au ukajikuna paji la uso, naye anafanya vivyo hivyo bila kujitambua. Hii siyo bahati mbaya. Kisaikolojia, tunapovutiwa na mtu, miili yetu hujaribu kuwa synchronous naye ili kutengeneza uaminifu na ukaribu. Ni kama mwili wake unasema, tazama, mimi na wewe tunafanana, tuko timu moja.
Ukimnasa na kuiga miondoko yako, jua tayari ameshashikwa na sumaku yako ya kisaikolojia. Ishara ya 4, the tattoo second glance. Wanasema macho ni dirisha la roho, na mtaani ndiko dirisha hili hufunguliwa zaidi. Mtu anayekupenda kwa siri atafanya kitu kinachoitwa the lingering glance. Atakuangalia kwa siri, lakini mara tu ukigeuka kumwangalia, atageuza uso wake haraka sana. Lakini hapa kuna siri. Angalia mboni zake. Kisaikolojia, mboni hupanuka tunapoona kitu kinachotusisimua au tunachokipenda. Pia, angalia kama anakuangalia ukiwa unaondoka. Ukipiga hatua 5, geuka ghafla. Ukimkuta bado anakuangalia mgongo na uso wake una tabasamu fulani la mbali, hapo huna haja ya kuuliza. Roho yake inaambatana nawe kila hatua. Subiri kidogo. Tunakaribia kufika kwenye ishara ya 5, ile bomu langu la leo ambalo haliwezi kudanganya. Lakini kabla sijaiteua, hakikisha umelike video hii. Unatusaidia kuwafikia watu wengine wengi zaidi wenye kiu ya kujifunza saikolojia kama wewe. Ishara ya 5. Database ya vitu vidogo. The grand finale. Tumefika kwenye ishara ya mwisho na ya uhakika kabisa. Hii ndiyo ishara inayotofautisha rafiki wa kawaida na mtu anayekuzimia kimya kimya. Nayo ni kumbukumbu ya ajabu ya vitu visivyo na maana. Mtaani, watu wako bize na maisha yao, lakini mtu anayekupenda kwa siri ana database yako kichwani. Siku moja atakwambia, nakumbuka Jumanne iliyopita ulipita hapa ukiwa umenuna kidogo. Kulikuwa na nini? Au, ile sauti ya kikohozi uliokuwa nayo juzi imeshaisha. Kisaikolojia, ubongo wetu hauhifadhi details za vitu visivyo na faida kwetu. Kama anahifadhi ratiba zako, mavazi uliovaa wiki iliyopita na mabadiliko madogo ya uso wako, maana yake wewe ndiye project yake kubwa zaidi kichwani mwake. Hiyo siyo kumbukumbu tu, hayo ni mahaba mazito yaliyokosa ujasiri wa kutamkwa kwa maneno. Mapenzi ya mtaani yanaanza na macho na ishara kabla ya maneno. Sasa kazi kwako. Leo ukitoka nje, fungua macho yako vizuri. Je, ni jirani gani, rafiki gani au muuza duka gani anayekufanyia hivi? Na kama bado hujasubscribe, unakosa nusu ya ujanja wa maisha. Bofya sasa hivi uwe sehemu ya familia yetu ya kijanja. Kwenye video ijayo, nitakufundisha mbinu 3 za kisaikolojia za kumfanya mtu akukumbuke kila usiku kabla hajalala. Hutaki kuikosa hiyo. Asante kwa kutazama mpaka mwisho. Tukutane wakati ujao.